na kuweza kujiunga pamoja katika somo letu la siku ya leo. Na moja kwa moja wale ambao tumekuwa na wao wanajua ya kwamba tumekuwa tukiangalia swala nzima la ni nini injili, ni nini hasa injili, ni nini hasa, na sababu ambayo imetulazimu ama imesababisha tuwe na hisia hizo na kutamani kujifunza kuhusu injili hasa wakati huu, ni kwa sababu tunaishi katika nyakati mbaya, kama tulivyosema, wakati ambapo mahubiri ya kila namna, mafundisho ya kila namna na unabii wa kila namna unahubiriwa kwa jina la Bwana Yesu na ukitajwa kama injili ya Bwana Yesu. Na kwa sababu hiyo imefika wakati ambapo chochote kinachohubiriwa na wahubiri wa kila namna, watu wanakipokea kana kwamba ni injili ya Bwana Yesu. Na hiyo ndiyo sababu hasa imetubidi kwa mwongozo wa Roho wa Mungu kutamani kupambanua kuna tofauti gani ya injili na jumbe nyingi za kila namna ambazo zinahubiriwa. Na kama tulivyosema nyakati zilizopita, ni kwamba injili ni ujumbe maalum. Sio kila mahubiri yanayomtaja Yesu, na yanayomtaja Mungu, na yanayotaja mbinguni ni injili ya Bwana Yesu. Na tulisema ya kwamba Bwana Yesu yeye mwenyewe alitoa tahadhari wakati alitembea hapa duniani. Alitutahadharisha akisema kwamba nyakati za mwisho kutakuja wahudumu wa kila namna ambao si wa kweli. Kutakuwa na manabii wa uongo, kutakuwa na walimu wa uongo, kutakuwa pia na makristo wa uongo. Na tunapoangalia kwenye maandiko, tunaona mambo haya yalianza muda mfupi tu baada ya yeye kuondoka ulimwenguni na kupaa juu mbinguni. Kwa sababu tunaona ya kwamba mitume wanatoa onyo kuhusu the corruption of the word. Wanatoa onyo kuhusu neno na ujumbe wa injili kuwekwa chachu ama kupinduliwa. Na ni nia ya shetani kupindua ujumbe wa injili, tulisema, kwa sababu neno la Mungu linatuambia injili ya Kristo ndiyo uweza wa Mungu wa kuokoa, na shetani ni kinyume na wokovu wa watu. Na kama shetani ni kinyume na wokovu wa watu na injili ndiyo uweza wa Mungu wa kuokoa, basi inambidi shetani katika kupinga wokovu kujaribu kwa njia zote zile kusababisha injili ya Kristo isihubiriwe. Kwa sababu ikihubiriwa injili ya Kristo, watu wataokolewa. Na Biblia pia ilituambia ya kwamba injili ya Kristo ndiyo hekima ya Mungu. So it is in the best interest of the enemy. Shetani angependezwa sana ikiwezekana mahubiri yanayohubiriwa, mafunzo yanayofunzwa na jumbe zote zinazohubiriwa ziwe zimefarakana na ukweli wa injili ya Kristo, kwa sababu kwa njia hiyo ataweza kuondoa makali ya injili
katika mahubiri yanayohubiriwa. Na hicho ndicho hasa kimetupelekea kujaribu kupambanua, ili kwamba katika nia na mawazo yetu tuelewe barabara Injili ya Kristo ni nini, ili tuweze kuitenga na mahubiri mengine ya kila namna ambayo yanahubiriwa, yanafundishwa, yakitajwa kuwa ni Injili ya Bwana Yesu. Na tahadhari ya Bwana Yesu ilikuwa ni bayana, kwa sababu anasema siku ile nitakaporudi, wengi watakuja kwangu wakiniambia, Bwana, si tulifanya mambo makubwa kwa jina lako? Si tulifanya miujiza na tukatoa unabii, tukamfukuza mapepo kwa jina lako? Lakini Bwana Yesu akasema, mimi nitawaambia, ondokeni kwangu nyinyi mtendao uovu, sikuwahi kuwajua. Na hiyo inafaa kukoroga nafsi zetu na mawazo yetu na kututia ndani yetu kiu na njaa ya kuweza kuipambanua na kuitenga Injili na mambo mengine ambayo yanahubiriwa. Mimi najua wengi wenu mumeona vituko vya kila namna vikihubiriwa. Sisi sote tumeona vituko vya kila namna vikihubiriwa ya kwamba ni Injili ya Bwana Yesu. Na mambo ya ajabu ajabu yanafanywa makanisani na katika madhehebu ya kila namna, ya mambo hata ya aibu yanafanywa yakitajwa ya kwamba ni Injili ya Bwana Yesu inahubiriwa. So kama kuna wakati kuna umuhimu ya kutenga Injili na mafundisho ya aina nyingine yeyote ile, basi wakati huo ni huu. Ndugu yetu Mtume Paulo aliwahubiria makanisa ya Wagalatia Injili ya Bwana Yesu, kisha akaondoka akaenda zake. Na alipokuwa ameondoka, akapata habari ya kwamba wale watu wa Galatia ambao aliwahubiri Injili ya Bwana Yesu wamehubiriwa Injili ya namna nyingine na wanaipokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 1, utakuta anawakemea Wagalatia na anawaambia, ninastaajabu kwa sababu mnaondoka haraka sana kwa Mungu aliyewaita kwa neema ya Kristo na kuikumbatia Injili ya namna nyingine. Kwa vile walikumbatia Injili ya namna nyingine, anawaambia kitendo hicho cha kukumbatia Injili ya namna nyingine kimewaondoa kwa Mungu ambaye aliwaitia neema ya Kristo. Kumbe kukumbatia Injili ya namna nyingine kunaweza kumfanya mtu atenganishwe na Mungu. Lakini kumbuka ni Injili. Na kisha anaendelea kuipambanua Injili ile, kwa sababu alipowahubiria Wagalatia, kulikuja watu ambao ni Wayahudi, wakawahubiria Wagalatia wakiwaambia, watu wa mataifa hawawezi kuokolewa ila tu waikumbatie Torati ya Musa. So kile ambacho kilisababisha Paulo katika hekima ambayo Mungu alimpatia kuona ya kwamba Wagalatia wametenganishwa na Mungu kwa kukumbatia Injili ya namna nyingine, ni kwa sababu walikumbatia mafundisho ya Kiyahudi. Wakaambiwa watu wa mataifa hawawezi kuokoka ila tu wametahiriwa na wameshikamana na Torati ya Musa. Na ili kuweka mambo hayo mkazo, akasema hata kama ni yeye ama mitume wengine waliohubiri Injili mwanzo, mtu akija baadaye aihubiri Injili nyingine isipokuwa ile
walioisikia mwanzo wala wasikubali injili hiyo, na mtu kama huyo alaaniwe. Akasema hata kama itakuwa ni malaika ametoka mbinguni aje na injili ya namna nyingine, mtu kama huyo ama malaika kama huyo na alaaniwe. That is how important that the message of the gospel must retain its purity, because it is in its purity. Ni katika uhakika wake, ni katika usafi wa ule ujumbe ambapo kuna uweza wa Mungu wa kuokoa na kuna hekima ya Mungu ya kuokoa. Na tulisema juma lililopita ya kwamba wokovu ni kitu ambacho kilikuwa beyond wanadamu. Ni kitu ambacho wanadamu hata kama wangepewa maisha miaka mamilioni na mamilioni wajaribu, hawangeliweza kufikia wokovu. So wokovu ulihitaji excuse me, ulihitaji nguvu za Mungu, sio nguvu za dunia hii. Ulihitaji nguvu kutoka mbinguni. Ulihitaji hekima ambayo si hekima ya wanadamu. Na ndio kwa maana Mungu akawachilia ujumbe wa injili akiwa ameupima yeye mwenyewe kuona ya kwamba una uweza wa kumuokoa kila aaminie. Tunaambiwa Warumi 1:16 ya kwamba injili ya Kristo ndio uweza wa Mungu wa kuokoa wote waaminio, Wayahudi kwa watu wa mataifa ama kwa Wayunani. So uweza wa kuokoa umefichwa katika usafi wa ujumbe wa injili. Ujumbe huo ukiwekwa unajisi, ujumbe huo usipohubiriwa katika usafi wake, basi hautakuwa na makali ya kuokoa wanadamu. Na tukasema ya kwamba ni kama vile mtu anaenda hospitali, na tukatoa mfano wa ugonjwa wa TB. Tukasema mtu akigojeka ugonjwa wa TB na aende hospitali, anapewa dawa ambazo wataalamu wamekubaliana ya kwamba dawa hizo zitamponya ule ugonjwa wa TB. Akienda nyumbani afikirie kwa sababu dawa hizo ni kidogo, aziongezee maji ili ziwe mingi, asitumie pesa mingi, atakunywa hizo dawa lakini hatapona. Kwa sababu akiongeza vitu vingine kwenye ile dawa, hiyo dawa itakosa makali ya kuviua viini vya TB. So ni wakati wetu wapendwa kuweza kupambanua vilivyo injili ya Bwana Yesu, ili tunaposikia mahubiri ya kila namna, tunaposikia jumbe za kila namna zikihubiriwa, tunaposikia unabii wa kila namna ukitolewa, tuweze kujua hiyo ni injili ya Bwana Yesu ama hiyo siyo injili ya Bwana Yesu. Na tutakuwa tukitazama injili kwa mitazamo mbalimbali. Juma lililopita tulitazama injili kama uweza wa kumpatanisha mtu na Mungu. Ni katika injili ya Kristo ambapo kuna uweza wa kumpatanisha mtu na Mungu. Isipohubiriwa injili ya Kristo, chochote kingine kile ambacho kitahubiriwa, hata kama kitahubiriwa kwa jina la Bwana Yesu, hakitakuwa na uwezo wa kumpatanisha mtu na mwanadamu na Mungu. Na tukatoa mifano mingi ni kwa nini mtu na Mungu wapatanishwe. Ni kwa sababu kile kilichotokea katika mwanguko wa mwanadamu kiliwatenganisha Mungu na mwanadamu kwa utengano mkubwa mno. Lakini injili inaleta upatanisho. Na tukasema watu hawapatanishwi wawili ila wawe wamefarakana.
Huwezi kupata watu wawili wanatembea pamoja hawana shida ukawapatanisha. Watu wanapatanishwa kwa sababu wamefarakana kwa njia moja ama nyingine. Tukasoma kwenye kitabu cha Warumi ambapo tuliambiwa, Warumi 5, tulipokuwa maadui na Mungu tulipatanishwa na yeye kwa mauti ya mwana wake. So ni dhahiri ya kwamba kuanguka kwa mwanadamu kulileta uadui baina yake na Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 tunaambiwa ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Kwa hivyo injili, mojawapo ya kazi ambazo injili inafanya ni kumpatanisha mwanadamu na Mungu na kuondoa ule uadui ambao uliingia kupitia kwa dhambi. Hiyo tuliguzia kwa kirefu juma lililopita. Na leo ningetaka tutazame injili kwa mtazamo mwingine. Tutakuwa tukitazama kwa mitazamo mbalimbali kama tunavyoendelea. Leo ningetaka tutazame injili kama ahadi. Kama ahadi iliyoahidiwa na Mungu kwa wanadamu katika maandiko ya Agano la Kale. Na hiyo ni kumaanisha Agano la Kale lilitoa ahadi ya kwamba kutakuja kitu kiitwacho injili. Na kitakuja wakati gani? Hiyo ndio ningetaka tuangalie, kwa sababu mojawapo ya shida ambazo zimejaa katika mafundisho ya Kikristo ni shida ya watu kukumbatia imani ya Kiyahudi na kuiita ya kwamba ni injili ya Bwana Yesu. Na shida ya imani ya Kiyahudi ni kwa sababu inasomwa katika Biblia. Na watu wengi wanaamini ya kwamba chochote kinachosomwa katika Biblia ni injili ya Bwana Yesu. Na tungetaka tuonyeshe bayana kwa maandiko ya kwamba sio kila chochote kinachohubiriwa katika imani ya Kiyahudi ni injili ya Bwana Yesu. Ukitazama kwenye kitabu cha Warumi sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 3, neno linasema hivi: Paulo, mtumishi wa Yesu Kristo, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kwa ajili ya injili ya Mungu. Hapo injili inaitwa injili ya Mungu. Na mtume Paulo anasema ametengwa ili aihubiri injili ya Mungu. Na anaendelea kusema hapo ya kwamba ambayo Mungu aliahidi tangu zamani kwa vinywa vya manabii wake katika maandiko matakatifu. Anasema Mungu aliahidi kuhusu injili. Injili ni ahadi ambayo Mungu alitoa kwa vinywa vya manabii katika maandiko matakatifu. Na anapoongea kuhusu maandiko matakatifu anamaanisha maandiko ya Agano la Kale, kwa sababu wakati wa Paulo maandiko ya Agano Jipya hayakuwa yameandikwa. So anasema injili ilikuwa ni ahadi. Katika Agano la Kale injili ilikuwa ni ahadi. Maandiko ya Agano la Kale yalitoa ahadi ya kwamba kutakuwa na kitu kiitwao injili. Na anaendelea kusema mstari wa 3, hiyo injili ni kuhusu mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Injili inahusu Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye ndiye Bwana wetu. So hauwezi kuongea kuhusu injili kama injili hiyo haiongelelei mwana wa Mungu Yesu Kristo Bwana wetu.
chochote ambacho hakimhusu Kristo, chochote ambacho hakiwaelekezi watu kwa Kristo, chochote ambacho nia yake na kusudi lake ni kumhubiri Kristo, chochote ambacho hakimhubiri Kristo, hicho siyo injili ya Bwana Yesu. Kwa sababu injili ya Bwana Yesu tunaambiwa ni kuhusu mwana wa Mungu. Mungu alipoahidi injili katika Agano la Kale, aliahidi injili iliyomhusu mwana wa Mungu, Yesu Kristo Bwana wetu. Na anaendelea kusema aliyezaliwa kwa uzao wa Daudi kwa jinsi ya mwili. So the gospel of Jesus Christ, injili ya Yesu Kristo, inamuongelea Yesu Kristo, inahusu Yesu Kristo. Tutatambua injili ya Kristo kwa sababu lengo la ujumbe huo, hasa the main goal, the main agenda, the desired outcome of that preaching is to reveal the Lord Jesus Christ. Kama ujumbe wowote hauna those qualities, hauna sifa hizo, hautafuti kumfunua Yesu, basi ujumbe huo sio injili ya Bwana Yesu. Ni ujumbe unaohubiriwa kwa jina la Bwana Yesu, ni unabii unaotolewa kwa jina la Bwana Yesu, ni mambo miujiza na mambo makubwa yanayofanywa kwa jina la Bwana Yesu, lakini sio injili ya Bwana Yesu. Na watu hawaokolewi ila tu kwa injili ya Bwana Yesu, kama vile neno linatufafanulia vizuri. So ukiangalia kwenye kitabu cha Luka 24 kuanzia mstari wa 25 na hadi ule wa 27, neno linasema hivi, akiongea Bwana Yesu na mitume wake, akawaambia enyi wajinga na wenye mioyo mizito ya kuamini mambo yote walionena manabii. Je, haikupasa Kristo ateswe haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza tangia Musa, akaanza kutoka kwa Musa na manabii wote, akawafafanulia katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye. Hiyo inatuambia nini? Manabii wote wa kale waliongea kuhusu yeye. Bwana Yesu aliketi na wao, akawaanzia kwa Musa na manabii wote, akawaonyesha katika maandiko ya kwamba wale walionyesha kidole wakikielekeza kwake. Kwa sababu shida ya mwanguko wa wanadamu haikupata suluhisho katika manabii, haikupata suluhisho katika sheria na torati ya Musa. Hata Musa mwenyewe na torati yote ilielekeza kidole mbele kwa mmoja atakayekuja, na yeye ndiye atakayeleta suluhu ya swala la dhambi na mauti ambayo yalimpata mwanadamu kupitia mwanguko ndani ya dhambi. So tunaposoma manabii, tunaposoma sheria, tunaposoma maandiko ya Agano la Kale, yanapaswa yatuelekeze kwa Kristo, kwa sababu hayo yote yalikuwa ni ishara, yalikuwa ni kivuli, yalikuwa ni kutangaza ya kwamba atakuja mmoja ambaye atalete suluhu la swala la dhambi na mauti ambayo lilimkumba mwanadamu kupitia kuanguka kwa baba yetu Adamu katika bustani ya Edeni. Na wale tumekuwa pamoja na wao kwa majuma kadhaa yaliyopita, tuliona ya kwamba kupitia kuanguka kwa Adamu, wanadamu wote walihesabiwa kuwa ni wenye dhambi. Na sio tu walihesabiwa kuwa ni wenye dhambi, walifanyika wenye dhambi.
So wanapozaliwa wanadamu katika uzao wa Adamu, hawafundishwi kutenda dhambi. Dhambi inabubujika ndani yao kiasili, kwa sababu asili yao ni asili ya dhambi. Ama kweli kile watu wanaofundishwa ni kutenda wema, kwa sababu hawana asili ya wema ndani yao. Wanafundishwa haki, kwa sababu haki inakuwa ni kinyume na watu ambao walioanguka. So maandiko yote na manabii wote na Torati ya Musa zote zilielekeza kidole kuhusu Yesu Kristo Bwana. Na tumeambiwa Injili inamuhusu Kristo. Injili ambayo Mungu aliahidi katika maandiko matakatifu inamuhusu mwana wake Yesu Kristo, ambaye amezaliwa katika ukoo wa Daudi, katika uzao wa Daudi kimwili. So ningetaka tuone dhahiri ya kwamba haiwezekani kuihubiri Injili bila kuongea kuhusu Yesu Kristo. Injili haiwezi kutenganishwa na Yesu Kristo. Lazima kuhubiriwa kwa Injili kulete ufasaha na ujuzi na ufahamu kuhusu Yesu Kristo na kazi kubwa mno ambayo Mungu amewafanyia wanadamu kupitia huyu mwana wake. Tulisema Injili inaitwa ujumbe ama inaitwa habari njema ama duru zenye furaha kuu. Injili inalete suluhisho. Inaondoa mzigo mkubwa uliowalemea wanadamu miaka hiyo yote tangia Adamu hadi Yohana Mbatizaji. Injili inakuja kuondoa mzigo wa dhambi kutoka mabegani mwa watu, kwa sababu Mungu katika Kristo amechukua mzigo wetu wa dhambi na kuushughulikia yeye mwenyewe. So Injili inasema ule mzigo uliwalemea watu tangia Adamu hadi Yohana Mbatizaji, mzigo huo Mungu ameuchukua kutoka mabegani mwa watu na ameushughulikia yeye mwenyewe kwa sababu ya sadaka ya mwana wake. Ndio kwa maana Injili ni habari njema. Injili siyo habari ya kuogofya watu. Injili ni habari ya inapohubiriwa watu wanahuishwa, wanakuwa na tumaini ambalo ni hakika. Lakini utakuta ya kwamba kuna jumbe nyingi na mahubiri mengi na mafundisho mengi ambayo yakihubiriwa yanaonyesha watu vile wamenyanyaswa, wamekandamizwa, inatia hofu katika maisha ya watu. Na hiyo inafanywa makusudi ili watu wakiona ile shida wako nayo waweze kuporwa, wakiitishwa hiki na kile, ili ya kwamba wapate suluhisho la maisha yao. Suluhisho la maisha ya wanadamu, Mungu mwenyewe ameitoa suluhisho hiyo, na ameitoa kupitia kwa Yesu Kristo Bwana. Ndio kwa maana Injili ya Kristo inakuja kama habari njema. Inakuja kama duru za furaha kubwa ya kwamba kilichotulemea sisi wote Mungu amekishughulikia kikamilifu. Ukiangalia kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya 3 na mstari wa 18. Kumbuka tunaongea ama tunatazama Injili kama ahadi iliyotolewa. Ni ahadi iliyotolewa. Na kama ujumbe wa Injili ni ahadi iliyotolewa, basi kuna wakati wa kutimia hiyo Injili ama wa kutimia hiyo ahadi. Ahadi ikitolewa inagojea wakati wake wa kutimia. So tunaona ya kwamba Injili ni ahadi.
iliyotolewa na maandiko ya Agano la Kale. Manabii wote walitoa ahadi kuhusu injili ya Mungu ambayo inamhusu mwana wake, na kama ilikuwa ni ahadi, basi wote walitarajia kutimia kwa hiyo ahadi ambayo Mungu aliitoa. Kuna wakati wa kutoa ahadi na kuna wakati wa kutimiza ahadi. Na wale ambao ni wasomi wa Biblia, wachambuzi wa maandiko, wanajua maandiko yanasema ya kwamba ahadi zote za Mungu ambazo amezitoa kwa wanadamu, zote ni yea and amen in the Lord Jesus Christ. Zote zinatimia ndani ya Yesu Kristo Bwana. Na hiyo ni pamoja na ahadi ya injili. Ahadi ya injili inatimia katika Yesu Kristo Bwana. So maandiko katika Matendo 3 na mstari wa 18 inasema hivi: lakini mambo hayo ambayo Mungu alitangaza kwa vinywa vya manabii wake wote, ya kuwa Kristo atateswa, ameyatimiza hivyo. Hebu tutafakari hayo. Anasema kwamba wanamhubiri Kristo, mitume wanasema mambo yote ambayo Mungu alitangaza kwa vinywa vya manabii wake wote, ya kuwa Kristo wake atateswa, ameyatimiza ndani ya Kristo, kwa sababu wanamhubiri Kristo hapa katika Matendo baada yake kuja na kuteswa. So Mungu aliahidi, alipoiahidi injili kama ahadi ya Mungu, aliahidi injili ambayo itatokana na mateso ya mwana wake. Injili imejengwa katika msingi wa maisha, mateso na masaibu na mauti na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. The message of the gospel rotates and revolves around the life, the sufferings, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. All that encompassed is what is the message of the gospel. Ukristo, imani ya Kikristo, ni manufaa ambayo yanatokana na msalaba wa Bwana Yesu. Na nitarudia hiyo. Injili ya Kristo, imani ya Kikristo, ni the benefits accruing, ni manufaa ambayo wanadamu wameyapata kutokana na maisha, mateso, mauti, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Ujumbe wa injili ya Kristo, imani ya Kristo, kando na imani zingine zote, hata ile ya Kiyahudi, imani ya Kristo imejengwa juu ya msingi wa kaburi lililo wazi, ambalo kwamba aliyezikwa ndani ya kaburi hilo hayuko pale tena, amefufuka asiguzwe na mauti tena. Na sio kufufuka tu, amepaa juu mbinguni, mkono wa kuume wa Baba, ili kutekeleza wokovu ambao ameulipia na mauti na mateso yake. Ukristo ni manufaa yatokanayo na msalaba wa Bwana Yesu. Kwa hivyo hatuwezi kuhubiri imani ya Kristo. There is no way we can preach the faith of Jesus Christ unless we are speaking about his life, his sufferings, his death, burial, resurrection, and his ascending even to the right hand of the Father in majesty on high. Hayo ndiyo mambo ambayo ni injili ya Bwana Yesu. Tunaweza kutoa hadithi za Musa na utukufu wa vile alivyovuka
bahari ya Shamu. Tunaweza kutoa hadithi za Joshua na vile alisimamisha jua. Tunaweza kutoa hadithi za Gideoni na wengine mashujaa wa imani, kama vile Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ya 11, ambao ni ukurasa wa mashujaa wa imani. Lakini inapomalizia inasema pale mwisho inasema hao wote walikufa bila kuzipokea zile ahadi, lakini waliziona kwa mbali wakazishangilia, kwa sababu Mungu aliweka kitu kilicho bora zaidi kwa wakati huu ili wao wasikamilishwe bila sisi. Inaongelea kuhusu msalaba wa Bwana Yesu. Wale watu hawangekamilishwa bila sisi, kwa sababu haukuwa umetokea msalaba wa Bwana Yesu. Na tunaposema msalaba wa Bwana Yesu, hatumaanishi tu ule mti aliyotundikwa juu yake. Tunamaanisha maisha yake, shida yake, mateso yake na mauti yake, kuzikwa na kufufuka kwake, na hata kupaa kwake juu mbinguni. Hayo yote ndiyo yanaletwa pamoja na kuitwa msalaba wa Bwana Yesu. Na kuna wimbo tunapenda kuimba wa hymn, nasema ya kwamba msalaba ndiyo chanzo, ama msalaba ndiyo kina. There's at the cross that tunapata mema yote ambayo Mungu alitarajia kuwapatia wanadamu. So Matendo 3:18 imesema mambo yote ambayo Mungu alitangaza kwa vinywa vya manabii wake wote ya kuwa Kristo wake atateswa yametimia katika huyu Bwana Yesu. We are looking at the gospel from the perspective of the gospel being a promise in the Old Testament scriptures. By the mouths of prophets, God spoke about the birth of his son, the Lord Jesus Christ, and the sufferings of the Lord Jesus, and the death and the resurrection of Jesus Christ. All those things Mungu aliziahidi katika maandiko ya Agano la Kale. So hata wale ambao walikuwa ni walimu wa maandiko hayo walikuwa wanafundisha watu jinsi mambo hayo yatakavyotokea na jinsi wokovu wao utakavyopatikana. Wayahudi walimsubiri Masia kwa hamu. Hata wakati Yohana anakuja akibatiza, wanamuuliza, wewe ndiye yule Masia? Na Yohana anawaambia, wala si mimi Masia yuo. Mimi ni sauti ya mtu anayepasa sauti nyikani, nikimtayarishia njia huyo ajaye nyuma yangu, ambaye ni mkuu kuniliko. All of Israel looked forward to the coming of the Messiah, kwa sababu ujumbe wa kwamba atazaliwa Masihi, na ya kwamba ni katika Masihi huyu kutapatikana suluhisho la kuanguka kwa mwanadamu. Mambo hayo yalihubiriwa miaka nenda miaka rudi, kama vile tangia kupaa kwa Yesu mbinguni Wakristo wamekuwa wakihubiri ya kwamba atarejea. Hata watu wengine wamekata tamaa, wameona ni kama hiyo story ya kuja kwake sio story ya kweli. Lakini hakika itakuja siku ya Bwana Yesu, kama siku ya kuzaliwa kwake. Kuja kwake mara ya kwanza ilikuja baada ya kuhubiriwa miaka maelfu, baada ya kuahidiwa na vinywa vya kila nabii ambaye alitokea katika taifa la Israeli, baada ya kuahidiwa katika sheria na torati ya Musa. Hatimaye alizaliwa Masihi kama vile Mungu alikuwa ameahidi. Jambo hilo hatimaye lilitokea, na mahubiri na mafundisho ya kwamba atarudi yatatimia sawa sawa na hayo yaliyotimia wakati huo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mitume
sura yake ya 13 mstari wa 32 hadi ule wa 33. Biblia inasema, nasi tunatangaza kwenu habari njema. Ni mitume wakimhubiri Bwana Yesu. Wanasema tunatangaza kwenu habari njema ya kwamba ile ahadi aliyowapa baba zetu Mungu ameitimiza kwetu sisi watoto wao kwa kumfufua Yesu tena, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2 ya kwamba wewe ndiye mwanangu, leo nimekuzaa. Kumbukeni wapendwa, tunaitazama Injili leo kama ahadi. Maandiko ya Agano la Kale yametoa ahadi, na ahadi hiyo inatimia katika Agano Jipya anapozaliwa Bwana Yesu. So wanasema mitume wakiwahubiria Wayahudi, tunawatangazia habari njema. The gospel is the good news that all the promises that God made to the fathers of Israel, those promises have been fulfilled, and they have been fulfilled in the Lord Jesus Christ. Ya kwamba ile ahadi aliyowapa baba zetu Mungu ameitimiza kwetu sisi watoto wao kwa kumfufua Kristo Yesu tena, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiye mwanangu, leo nimekuzaa. Na hilo ni jambo ama somo la wakati mwingine kuhusu kuzaliwa kutokana na mauti ama kufufuliwa kwa wafu. Lakini cha muhimu ni tutambue ya kwamba yaliyohubiriwa na mitume na manabii yalikuwa ni ahadi. Haikuwa ni Injili. Ilikuwa ni ujumbe ulioahidi Injili. Katika maandiko ya Agano la Kale, katika mitume, katika manabii na katika Torati, ni kuahidi. Mungu alikuwa akiahidi ya kwamba kutazaliwa mwana wa Mungu, na atateswa na atakufa na atafufuka. Na ahadi ya Bwana Yesu imejaa katika maandiko ya Agano la Kale. Every detail, chochote kinamhusu Bwana Yesu kimejaa, kimeandikwa kimbele katika maandiko ya Agano la Kale. Unajua, kwa kawaida sisi hadithi yetu inasomwa wakati tumeaga dunia. Ndio utasikia alizaliwa wapi, sijui alienda shule gani, sijui alipendana na nani, wakaoana wakazaa watoto wangapi. Hadithi yetu inasomwa wakati hata hatusikii tumelala mauti. Lakini hadithi ya Bwana Yesu iliandikwa kabla, miaka mingi kabla ya kuzaliwa kwake. Iliandikwa atazaliwa lini. Ilijulikana atazaliwa wapi. Ilijulikana ataishi miji gani. Ilijulikana ataenda Misri na atarudi. Ilijulikana hata atasalitiwa na nani. Atauawa mauti ya namna gani. Ilijulikana atafufuka. Mambo hayo yote yaliandikwa katika maandiko ya Agano la Kale. Na kwa hivyo wasomi wa maandiko ya Agano la Kale waliweza kuwashawishi Wayahudi ya kwamba huyu Yesu ndiye Masihi wenu kulingana na maandiko yao ya Agano la Kale. Tunasema haya kudhibitisha ya kwamba Injili ilibaki kuwa ni ahadi ambayo Mungu aliitoa katika maandiko ya Agano la Kale na kuja kuyatimiza ndani ya Yesu Kristo Bwana. Ndio kwa maana Injili inamhusu Bwana Yesu. Inamhusu Bwana Yesu. Na tunapoendelea, ukisoma kwenye kitabu cha Petero wa kwanza, sura yake ya kwanza, mstari wa 9 hadi wa 12, tutaona ya kwamba Injili hii
tunayoihubiri iliahidiwa wale manabii wa kale, ya kwamba itakuja kuwa na injili. Na anasema Mtume Petero kuanzia mstari wa 9, Petero 1 sura yake ya kwanza. Kidogo tu. Anasema mstari wa 9, anasema ya kwamba hatima ya imani yetu ni kuokoa nafsi zetu. The purpose, the end goal of our faith, mwisho wa imani yetu ni wokovu wa nafsi zetu. Lakini anaendelea kusema pale ya kwamba wokovu huo manabii wa kale waliuongelea. 1 Peter chapter 1 and verse 9 to 10. Naona notes zangu hazijaandika vizuri, sijui kama brother Steve utaipata kwa haraka usomee, ama brother Osir naweza kuipata kwa haraka. 1 Peter chapter 1 9 to 12. Isipopatikana ama hata nisome tu. 1 Peter 9 to 12. Inasema hivi: katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Mwisho wa imani yetu ni wokovu wa nafsi zetu. That is the end game of the gospel. Mpango wa Mungu kupitia kwa imani ya Kristo ni kuokoa nafsi zetu. Mstari wa 10 anasema katika habari za wokovu huo walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia nyinyi. Wale waliotabiri excuse me, wale waliotabiri kuhusu wokovu huu na neema ya wokovu huu walitafuta na kuchunguza wale ambao walitabiri kuhusu wokovu huu na neema itakayotufikia sisi. Wakitafuta ni wakati upi na ni wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Yaani wao walipokea ujumbe ya kwamba kutakuwa na wokovu utakaokuja na utakuja kwa neema ya Mungu, lakini hawakuelewa ni nini hicho. Katika mawazo yao wakachunguza na kutafuta na kutamani kujua ni mambo ya aina gani hayo na yatakuja wakati mgani. Wakatafuta ni wakati upi na ni wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuwashuhudia mateso yatakayompata Kristo. Hawa manabii wa kale, Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao aliwafunulia kimbele mateso ambayo atayapata Kristo. So wao walijua kutakuja Kristo na atateswa, lakini hawakujua ni wakati upi na ni mambo ya namna gani hayo. Lakini anasema alitangulia kuwashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa baada ya hayo. The Spirit of Christ that was in them revealed to them the sufferings of Christ. For example, tuseme ni Yeremia ama ni Isaya. Isaya alitabiri kuhusu Kristo na akasema vile Kristo atateswa. Ukisoma Isaya 53, anasema vile alipigwa kwa ajili ya makosa yetu, lakini anaongea mambo yatakayokuja miaka 1000 baadaye. Walijua atakuja Kristo na atateswa, lakini Roho wa Kristo akawaambia atakapoteswa Kristo, baada ya mateso ya Kristo kutatokea utukufu mkubwa mno. Utukufu ambao haungepatikana
kabla ya mateso ya Kristo, kwa sababu mateso haya ya Kristo ndiyo yanafungua mlango wa ule utukufu kumwagiliwa wana wa watu. So wao waliangalia mbele, wakaona mambo hayo Mungu akianena kwa vinywa vyao, lakini hawakuelewa ni mambo ya namna gani. Na Kristo na Roho wa Kristo, neno linasema ya kwamba akawafunulia. Mungu hakuwaficha. Mungu aliwafunulia, akawaambia, hayo mambo mnayo yanena, hayo mambo mnayo yatabiri, si ya wakati wenu. Mambo haya hayatatokea katika wakati wenu. Mambo haya ni baadaye. Baada ya mateso ya Kristo ndipo mambo hayo yatakapofanyika. Okay, na utukufu utakaofuata. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo. When they prophesied about the sufferings of Christ, about the gospel of Jesus Christ, they did not prophesy about themselves. They prophesied about us, who these last days have come upon us, and Christ has come in the flesh. Walinena kuhusu nyakati zitakapokuja. Na hata wengine wao ukisoma katika maandiko, akina Danieli, waliambiwa nyinyi laleni mauti, siku yenu itakuja. You will sleep, but you will wake up in the end. Wote Yesu aliongea na wanafunzi wake wakati moja. Akaambia wanafunzi wake, mumebarikiwa nyinyi, ama heri ni nyinyi, kwa sababu manabii wa kale na watakatifu wengi wa kale walitamani sana kusikia mambo mnayoyasikia na kuyaona mambo ambayo mnayaona, bali haingeliwezekana kwao. Manabii wa kale, kina Joshua, kina Danieli, kina Musa, kina Aroni na wale wote waliotabiri, walitamani kusikia mambo ambayo wanafunzi wa Kristo walisikia, mambo ambayo sisi tunayasikia. Walitamani kuyaona mambo ambayo wanafunzi wa Kristo waliyaona, mambo ambayo sisi tunayaona, lakini haingeliwezekana kwao, kwa sababu neno linatuambia walikuwa wanaonyeshwa mambo yatakuja baada ya mateso ya Kristo. So wakafunuliwa si kwa ajili yao, walitabiri mambo hayo, lakini ni kwa ajili yetu. Na anaendelea kusema katika ambao walitabiri katika mambo hayo, ambayo sasa mambo hayo walioyatabiri ni mambo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri nyinyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. That is very clear. Mambo ambayo manabii walitabiri kuhusu Injili ya Bwana Yesu, mambo ambayo waliyanena na wakaambiwa siyo ya wakati wao, ni wakati atakapoteswa Kristo, ni baada ya mateso ya Kristo kutakuwa na utukufu wa ajabu. Mtume Petero anaambia kanisa, hayo mambo walioyatabiri ndiyo mambo ambayo mumehubiriwa nyinyi na wale waliowahubiri Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetoka mbinguni. Na tunajua Roho Mtakatifu alitoka mbinguni wakati gani, na Injili ilianza kuhubiriwa wakati gani. So wapendwa, hamna shaka kabisa ya kwamba Injili ya Kristo ni ahadi. Ni ahadi ya Mungu ambayo alitoa kwa vinywa vya manabii wake wote. Ni ahadi ya Mungu ambayo imeandikwa katika maandiko yote ya Agano la Kale. Ni ahadi ya Mungu ambayo hata sheria na Torati ya Musa ilikuwa ikiongelelea. It was a promise. Na tumesema ahadi, kuna wakati wa kuahidi na kuna wakati wa kutimiza ahadi. Ndio kwa maana Bwana Yesu anapokuja kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 17, anasema msidhani
nimekuja kuisambaratisha manabii na Torati. Sikuja kuiharibu, nimekuja kuitimiza, to fulfill, because the prophets and the law made a promise to mankind, a promise concerning the gospel of Jesus Christ. Anakuja kutimiza. Sio kama vile wengi wanasema anakuja kusindilia sheria. Hajakuja kusindilia, amekuja kwa sababu sheria ni ahadi, amekuja kutimiza hiyo ahadi. Alafu inapomalizia pale inasema, wapendwa, ya kwamba mambo hayo ambayo tumehubiriwa na wale waliotuhubiri Injili kwa Roho Mtakatifu aliyotoka mbinguni ni mambo ya ajabu, kiwango cha kuwa ni mambo malaika wanatamani kuyachungulia. Amesema kutakuwa na utukufu mwingi mno baada ya masaibu na mateso ya Kristo. Lakini utukufu huo tunaambiwa umefanya mambo kati ya wanadamu, umefanya kazi ya Mungu kwa wanadamu, kazi ambayo hata malaika wa mbinguni wanatamani kuitazama. Kama malaika wanatamani kuitazama, basi hakika ni kazi kubwa mno. Itakuwa ni kazi kubwa mno hiyo ambayo hata malaika wanatamani waione. So tumesoma hiyo ya Petero. Tungetaka tuangalie Wagalatia. Tuangalie Wagalatia sura yake ya 3 na mstari wa 8. In the book of Galatians. Wagalatia sura yake ya 3 na mstari wa 8. Mbona haipandi? Focus here. Wagalatia 3 mstari wa 8. Aha. Wagalatia 3 mstari wa 8. Tasoma tu. Tuyani radhi. Mstari wa 8 na 11. Kidogo tu. Mstari wa 8 inasema, ama nianzia mstari wa 7. Inayosema hivi, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko, nasema na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani. Andiko lilivyoona tangu zamani ya kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Andiko lilimhubiria habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Habari njema, the good news, inahusu kubarikiwa kwa mataifa yote ya dunia kupitia kwa mzao wa Abrahamu. Na inasema ya kwamba, ile ya kimombo itasema, maandiko kwa sababu yalijua ya kwamba Mungu atawabarikia mataifa wote wa ulimwengu kupitia kwa uzao wa Abrahamu, yalimhubiria Injili kabla. Maandiko yalitangulia kumhubiria Abrahamu Injili kabla ya wakati wa Injili, kwa sababu yalimwambia mambo ambayo yatakuja kufanyika. Kumbuka, tunajaribu kudhibitisha na kuonyesha ya kwamba Injili ilikuwa ni ahadi katika Agano la Kale, na ni ahadi ambayo inatimia
katika Agano Jipya. So wakati Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba kupitia mzao wako mataifa wote wa dunia watakuja kuokolewa, alikuwa anaahidi Abrahamu ujumbe wa Injili. Alikuwa anamwambia atakuja kufanya mambo hayo, na mambo hayo tunajua ya kwamba yanatimia katika Kristo. Ukisoma Wagalatia sura hiyo ya 3 kuanzia mstari wa 15 kuteremka hapo, utakuta ya kwamba anasema Mtume Paulo ya kwamba yule mzao wa Abrahamu ambaye kupitia kwake mataifa yote wa dunia watabarikiwa si mwingine ni Kristo. Anasema agano kati ya Abrahamu na Mungu, the Abrahamic covenant, ilimuhusu Kristo. So wakati Ibrahimu anaahidiwa ya kwamba kupitia kwa uzao wake mataifa wote wa dunia watabarikiwa, mzao huo ambaye anaambiwa mzao huo ni Kristo. Na naweza kupabanua kidogo hapo, kwa sababu wengine watasema mzao huo ni Isaka. Isaka ni mzao wa Abrahamu kwa njia ya mwili, kwa njia ya kawaida, na kupitia kwa Isaka mataifa wote wa dunia hawakubarikiwa. Kupitia kwa Isaka mataifa wote wa dunia hawakuingizwa katika agano la Mungu. Hata sio tu mataifa wote wa dunia hawakuingizwa kwenye agano la Mungu, lakini hata wana wa Ibrahimu, hata wana wa kimwili wa Ibrahimu miongoni mwao hawakuingizwa katika agano na Mungu, kwa sababu hawakuwa wana wa Yakobo. Kwa mfano, Ishmaeli alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Ibrahimu, hakuingizwa katika agano la Mungu na wana wa Israeli. Kwa mfano, Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Isaka, hakuingizwa katika agano la Mungu na wana wa Israeli. Kwa hivyo kupitia kwa Isaka sio tu mataifa wote hawakuingizwa katika agano la Mungu, bali hata wazaliwa wa kimwili wa Ibrahimu hawakuweza kuingia katika agano lile ambalo Mungu alilifanya na wana wa Yakobo peke yao, kwa sababu Yakobo ndiye Israeli. Tunaposema wana wa Israeli, hatumaanishi wana wa Isaka, hatumaanishi wana wa Esau, hatumaanishi wana wa Ishmaeli. Tunamaanisha wana wa Yakobo. Wana wa Yakobo, wale waliozaliwa na vijana 12 wa Yakobo, hao ndio wana wa Israeli. So kupitia kwa Isaka mataifa wote wa dunia hawakubarikiwa, lakini kupitia kwa Kristo mataifa wote wa dunia wanabarikiwa. Tunasoma Wagalatia 3 kule mwisho inasema kama nyinyi ni wa Kristo. Mstari wa 29 Wagalatia inasema kama nyinyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ile ahadi ambayo Mungu alimpatia Abrahamu. Tunafanyika wana wa Abrahamu wa kiroho kupitia kuzaliwa ndani ya Kristo. Na ni dhahiri kwa sababu ujumbe wa Injili ni kwa Wayahudi sawasawa na kwa watu wa mataifa. Wayahudi wanahubiriwa ili wafanyike wana wa Abrahamu wa kiroho, waweze kurithi ndani ya Kristo. Kuna majibizano. Kuna majibizano. Yesu alijibizana na Wayahudi waliomwamini katika kitabu cha Yohana 8. Akawaambia, najua nyinyi baba yenu ni Ibrahimu. Wakaendelea akawaambia, kama mungelikuwa wazao wa Ibrahimu hamungetaka kuniua. Wakaendelea akawaambia, wala nyinyi si watoto wa Ibrahimu, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi.
Kwa hivyo Yesu anapokuja anahubiri kwa Wayahudi, injili inahubiriwa Wayahudi na inahubiriwa watu wa mataifa, kwa sababu kwa pamoja ndani ya Kristo wanafanyika uzao wa kiroho wa Abrahamu na wanakuwa ni warithi wa ile ahadi. Waefeso 2 inasema ya kwamba alipokuja Kristo alihubiri amani kwa waliokuwa karibu na amani kwa waliokuwa mbali. Akachukua Wayahudi na watu wa mataifa, kutoka kwa hao wawili akatengeneza mtu mmoja mpya ambaye si Myahudi wala si mtu wa mataifa, ni mwana wa Mungu, na akawapatanisha wote kwa Mungu kupitia kwa Roho mmoja. So Ibrahimu aliahidiwa ahadi ya injili ya kwamba ni katika uzao wake mataifa wote wa dunia watabarikiwa. Na wale ambao tumetembea safari ya mafundisho kwa muda mrefu wanajua tulipofanya the Abrahamic Covenant tuliweka mambo hayo bayana waziwazi. Majaliwa tutakuja kuirudia wakati mmoja. So Wagalatia hiyo 3 mstari wa 17 inasema, nasema hivi ya kuwa agano lililothibitishwa na Mungu kwa Kristo. Agano la Mungu na Ibrahimu lilimhusu Kristo. Anasema agano lililothibitishwa na Mungu kwa Kristo, sheria iliyokuja baadaye miaka 430 haiwezi kulifuta. Agano la Mungu na Abrahamu lilimhusu Kristo na lilikuwa ni miaka 430 kabla ya kuja kwa sheria. So kama ulikuwa na shaka ya kwamba agano la Abrahamu na Mungu lilimhusu Kristo, Wagalatia 3 mstari wa 17 inatuhakikishia that the Abrahamic covenant was about the Lord Jesus Christ. Na inasema sheria iliyokuja miaka 430 baadaye haiwezi kuifuta ile agano ambalo Mungu alimwahidi Abrahamu. Na hivyo utakuta ya kwamba Mungu alimwahidi Daudi ya kwamba kutatokea mwana wa Daudi ambaye atakalia kiti cha enzi cha Daudi na kutawala milele. Na tunajua anapokuja Bwana Yesu anakuja kama mwana wa Abrahamu na anakuja kama mwana wa Daudi. Yesu mwenyewe alifurahia, he took pride kuitwa Jesus the son of David. Hata Wayahudi walimuita, wale waliomtambua walisema Yesu mwana wa Daudi, kwa sababu anakuja kutimiza hata na ahadi ambayo Mungu alimwahidi Daudi. Na ningetaka kupambanua hapo vizuri. Kama vile nimesema, Abrahamu alikuwa na mwana wa kimwili ambaye ni Isaka, lakini alikuwa na mwana wa kiroho ambaye ni Yesu Kristo. Vivyo hivyo Daudi alikuwa na mwana wa kimwili ambaye aliitwa Sulemani. Mungu alimwambia Daudi, mtoto wako atakuja kunijengea nyumba. Na Daudi akapata mtoto wa kimwili aliyoitwa Sulemani, aliyejenga lile hekalu la kwanza. So katika Sulemani Mungu ametimiza kwa kiasi ahadi yake kwa Daudi ya kwamba mtoto wake atajenga hekalu la Mungu. Lakini miaka mingi baadaye anakuja Bwana Yesu kama mwana wa Daudi na analijenga hekalu la Mungu la kiroho. Walipomuuliza Wayahudi, ni ishara gani utatuonyesha? Aliwaambia, bomoeni hili hekalu nami nitalisimamisha tena kwa siku 3. Na maandiko yanasema alikuwa anaongea kuhusu hekalu la mwili wake, na tunajua mwili wa Kristo ni kanisa lake. Na maandiko yanatuambia kwingi ya kwamba sisi kanisa la Bwana Yesu ndiyo hekalu la Mungu. Sisi ndiyo nyumba ya Mungu. So Sulemani
mwana wa kimwili wa kawaida wa Daudi alijenga hekalu la kawaida la mawe ya kawaida. Yesu Kristo kama mwana wa kiroho wa Daudi anajenga hekalu ya kiroho ambayo ndio sisi. Yesu akasema, nitalijenga kanisa langu na hata milango ya kuzimu haitaizuia. So utakuta ya kwamba kuna utimilifu unaotimia katika njia ya kimwili na kuna utimilifu unaotimia kwa njia ya kiroho, because it is always from the physical towards the spiritual. Tunatoka katika hali ya kawaida tukiingia katika hali ya kiroho, na majaliwa hivi karibuni Mungu akiniwezesha nitakuja kuongea ujumbe wa namna hiyo, from the physical to the spiritual, kwa sababu nasikia jambo hilo likikorogeka sana moyoni mwangu. Na ninaona saa zetu zimeisha, kwa sababu ningetaka nitoe nafasi kwa watu wawe na muda wa kutoa maoni na kuuliza maswali kama itawezekana, na tumalize kwa wakati. So Mungu aliahidi Daudi. Ukisoma Luka 1:32 na 33, anasema yeye atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu sana, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha baba yake Daudi, naye atatawala juu ya nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Bila shaka anaongea kuhusu Bwana Yesu, haongei kuhusu Sulemani. Sulemani hakutawala milele, ufalme wake ulikuwa na mwisho, wala hakuitwa mwana wa Mungu aliye juu sana. Anapoongea mambo haya anaashiria kuzaliwa kwa Bwana Yesu, na ndio kwa maana tunasema injili ya Bwana Yesu ilibaki kuwa ni ahadi inayotolewa katika maandiko yote ya Agano la Kale, lakini inatimia na maisha na masaibu na mateso na mauti na kuzikwa na kufufuka na kupaa kwa Bwana Yesu kule juu mbinguni. Hayo maneno ya kuzaliwa kwake, amezaliwa leo Kristo Bwana katika mji wa Daudi. Walisema malaika, tunawaletea habari, nduru za furaha kubwa ya kwamba amezaliwa leo yule ambaye miaka yote hiyo amekuwa akisubiriwa. Injili, habari njema, ni kutangaza kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Ni kutangaza mateso ya Bwana Yesu kwa ajili yetu. Ni kutangaza mauti, amekufa kwa ajili yetu ili sisi tusife kwa ajili ya dhambi, na amefufuka kudhihirisha ushindi wa dhambi wake juu ya dhambi, na amepaa juu mbinguni kuweka muhuri katika madhabahu ya mbinguni ushindi wake dhidi ya shetani, dhambi na mauti. Na kwa ajili yake, kwa kufufuka kwake, tumepata wokovu na ukombozi wa milele. Bwana awabariki sana, azidi kuwaneemesha na kuwatendea mema. Ningetaka kukoma hapo ili tutoe nafasi kwa wale walio mtandaoni, na nafikiri nitamkaribisha ndugu yetu Steven aweze kumoderate the remaining part. Karibu sana ndugu yetu Steven. Asanteni sana.